Sura ya 42. Amani ya milele, mwisho wa mapambano. Mwisho wa miaka 1000, Kristo anarudi duniani akifuatana na waliokombolewa na jeshi la malaika. Anawaita waovu waliokufa waamke ili wapate malipo yao ya halali. Wanatokea wengi sana wasiohesabika kama mchanga wa pwani, wakiwa na hali zao za maradhi na kifo, tofauti kubwa na wale waliofufuliwa mara ya kwanza. Kila jicho linamwangalia mwana wa Mungu jinsi alivyo mtukufu. Waovu wanapaza sauti kwa umoja wakisema, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Mathayo sura 23 mstari wa 39. Hawasemi hivyo kwa upendo, ila tu ukweli wa mambo unawalazimisha kusema hivyo bila kutaka. Jinsi waovu walivyokufa wakiwa na hali ya ukafiri, ndivyo watafufuka wakiwa na hali hiyo. Hakuna nafsi ya kurekebisha tabia yao. Nabii asema, ni siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mizeituni, nao mlima wa Mizeituni utapasuka katikati yake. Zekaria sura ya 14 mstari wa 4. Mji wa Yerusalemu unaposhuka chini kutoka mbinguni utatua juu ya mahali palipotayarishwa na Kristo pamoja na watu wake, na jeshi la malaika wanaingia mjini. Wakati shetani alipofungwa asipate mtu wa kudanganya, alikuwa katika hali mbaya sana, lakini sasa aonapo waovu wamefufuka jeshi kubwa, matumaini yake yanamrudia. Anakusudia kuendelea na mapambano tu, wala asisalimu amri. Atalipanga jeshi lake vema, maana wote hao ni waasi kama yeye, wako tayari kufanya kama apendavyo. Hajitaji kuwa yeye ni shetani, bali ajitaja kuwa yeye ni mtawala wa ulimwengu huu kihalali. Anatumia hila zake ili kuhadaa kwamba ni yeye mrithi wa ufalme, ila ananyang'anywa haki yake kwa dhuluma. Anajidai kuwa yeye ni mkombozi, anao uwezo wa kushinda vita, kwamba uwezo wake ndio unawatoa watu makaburini. Shetani anawatia nguvu wote walio dhaifu na kuwachochea kwa bidii ili wakauteke mji wa Mungu. Anaona jeshi kubwa la watu waliofufuka na kusema kuwa yeye kama kiongozi wao atashinda na kutwaa jeshi lake. Katika jeshi hilo yamo majitu ya zamani yaliyoishi kabla ya gharika, majitu makubwa yenye akili na uwezo mwingi kimawazo, ambao walikuwa waasi waliosababisha gharika. Pia kulikuwamo na wafalme na majemedali wakuu ambao siku zote hawakushindwa vita kamwe. Watu hawa hawakubadilika, maana katika kifo hakuna kubadilika. Walipofufuka walikuja na hali yao ile ya vita na ukatili. Shambulio la mwisho juu ya Mungu. Shetani alishauriana na watu hawa hodari, wakasema kuwa jeshi lilomo mjini ni dogo ukilinganisha na lao, kwa hiyo watalishinda tu. Basi mafundi wanaanza kuunda silaha kwa haraka sana. Majemadari wanapanga majeshi kwa vikosi vyao. Mwisho amri ikatolewa ili kushambulia. Jeshi kubwa mno likaanza kwenda kusogelea mji wa Mungu. Ni jeshi kubwa mno, halijapata kutokea vizazi vyote, halihesabiki. Anatangulia shetani na wafalme, na majemedali wanakuja nyuma. Wakasafiri katika dunia iliyobomoka wakiuelekea mji wa Mungu. Yesu akaagiza milango ya mji ifungwe na jeshi la shetani lajiweka tayari kushambulia. Sasa Kristo akaonekana machoni mwa adui zake mbali kule mjini, mahali panapong'aa kwa dhahabu, na kuna kiti cha enzi. Juu ya kiti hicho ameketi mwana wa Mungu, na kumzunguka wako waliokombolewa, raia zake. Utukufu wa Baba unamzunguka mwanaye. Utukufu wake unang'aa ukipenya mjini mpaka nchi yote ikaangazwa. Karibu na kiti cha enzi wanaketi watu waliokuwa watumishi mashuhuri wa shetani. Hapo kwanza walionyakuliwa kama kinga ya moto, na sasa wanamtumikia Kristo kwa uaminifu sana. Baada ya hao wako wale walioishi katika nchi ya maovu, lakini wakaishi maisha safi bila kuambukizwa na maovu hayo. Watu walioshika sheria ya Mungu wakati watu wengine walipoasi, na watu mamilioni waliouawa kwa ajili ya Yesu, watu wa vizazi vyote. Halafu ndipo linakuja jeshi kubwa ambalo hakuna mtu awezaye kuwahesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao. Ufunuo sura ya 7 mstari wa 9. Vita yao imekwisha, wameshinda vita. Matawi ya mitende ni alama ya ushindi, mavazi meupe ni alama ya haki ya Kristo ambayo ni yao sasa. Katika kundi hilo lote hakuna mtu aliyedai kuwa amepata mambo hayo kwa haki yake.
na wema wake mwenyewe. Hakuna kitu kisemacho kuhusu dhiki iliyopatikana duniani. Neno kuu lao ni wokovu una Mungu wetu na mwana-kondoo. Waasi watamkiwa hukumu. Kutawazwa kwa Kristo kunafanyika mbele ya wakaaji wa mbinguni na wenyeji wa dunia. Na sasa Kristo akikabidhiwa utukufu na nguvu, akiwa ndiye mfalme wa wafalme, atawatamkia waovu ambao wameivunja sheria yake na kuwatesa wafuasi wake. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu walihukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vitabu vile sawasawa na matendo yao. Ufunuo sura 20 mstari wa 11 na 12. Macho ya Yesu yalipokuwa yakiwatazama waovu wao, waliona na kukumbuka kila aina ya dhambi waliotenda maishani mwao. Wanaona mahali miguu yao ilipotelezea na kuiacha njia nyofu. Wanaona majaribu yaliyowavuta na kuwaingiza dhambini kwa ajili ya tamaa. Wanaona jinsi walivyowadharau wajumbe wa Mungu pamoja na ujumbe wao. Ugumu na ukaidi wa mioyo yao uliwazuia wasitubu. Vyote vyaonekana kama vimeandikwa kwa herufi za moto. Juu ya kiti cha enzi msalaba ulifunuliwa, mfululizo wa maono kwa picha za mfululizo, ikionyesha anguko la Adamu na hatua zilizofuata katika mpango wa wokovu, kuzaliwa kwa Mwokozi, maisha ya Mwokozi ya hali ya unyenyekevu na kujidhiri, ubatizo wake katika mto wa Yordan, kuomba na kufunga kwake jangwani, majaribu yake, huduma yake na huruma kwa wanadamu, akionyesha mibaraka ya mbinguni, kukesha kwake usiku katika kuomba milimani, matendo yake mema yasiyo na kifani, matendo ya kiahini na usaliti aliyofanyiwa kufuata wema wake, kuteseka kwake katika Gethsemane, akiona mzigo wa dhambi za ulimwengu ukikamilika, kusalitiwa na kukamatwa kwake na kundi la wauaji, usiku wa vitisho, akiwa mikononi mwa makutano, mfungwa asiyekaidi, ameachwa na wanafunzi wake katika majumba ya hukumu na kwa wakuu, katika jumba la hukumu la Pilato, mbele ya mwoga Herode, kutukanwa, kudhihakiwa, kuteswa kupita kiasi, na mwisho kusulubiwa msalabani. Yote yanaonekana wazi, na sasa mbele ya majeshi yanayotetemeka yanafunuliwa maneno ya mwisho. Mteswaji mvumilivu akikanyaga njia ya kwenda Kalvari, mfalme wa mbinguni akifa msalabani, waandishi na makuhani huku wakimdhihaki, maumivu yake makali wakati akifa. Giza laifunika dunia wakati akikata roho. Haya yote yalipoonekana, Shetani na wafuasi wake hawakuwa na la kusema wala njia ya kujificha wasiyaone. Kila jambo lilimgonga sehemu aliyoifanya. Herode aliyechinja watoto wadogo wa Bethlehemu, Herode mwenye hatia ya damu ya Yohana Mbatizaji, Pilato mwamuzi dhaifu, majeshi yaliyokuwa pale katika kumdhihaki Mwokozi, makundi yaliyopagawa walipaza sauti zao na kusema, damu yake na iwe juu yetu na watoto wetu. Wote hao walitafuta kutoroka wasiweze. Wakati huo walikombolewa, wakizitupa taji zao miguuni pa Mwokozi na kusema, alikufa kwa ajili yangu. Hapo yuko Nero, mkuu wa ukatili, anawaangalia wale walioteseka katika hali ya unyama. Watu hawa wametukuzwa kwa ajabu. Hata mamaye aliyemtia moyo na ukatili kwa mfano wa mvuto wake alikuwako akiyaona mazao ya matunda yake ya uasi uliotetemesha dunia. Mapapa na wakuu wao wapo hapo, waliokuwa wakijidai kuwa wao ndio mawakili wa Mungu duniani, ambao walitumia ukatili kwa wana wa Mungu, ukatili wa kila aina, kufunga watu, kupiga, kuchoma moto na mateso ya kila namna. Mapapa waliojivuna majivuno makuu sana kuliko Mungu kiasi cha kutaka kubadili sheria ya Mungu. Sasa wamechelewa kugundua kuwa Mwenyezi Mungu sio wa kudhihaikiwa kiasi hicho. Hawana udhuru wowote sasa. Waasi wote wanashangaa pale kwa kujua kuwa walikuwa wanashindana na Mungu. Hawana la kujitetea. Tamko linatamkwa juu yao kuwa watapata kifo cha milele, kuwa ndiyo malipo yao.
Waovu wanaona kwa hayo ndiyo matunda ya uasi wao. Kwa hiyo wanapaza sauti kwa umoja wakisema, tumepotea mambo haya yote, tungaliyapata kama tungalijali maonyo. Tumebadili furaha, amani, heshima na uzima. Badala yake tumepata uharibifu, aibu na kifo. Katika maisha yao walitangaza kuwa hatumtaki Yesu atutawale, Shetani ashindwa. Wakati waovu wakiangalia kutawazwa kwa mwana wa Mungu, waliona katika mikono yake alishika mbao 2 za amri zake ambazo wao walizidharau. Kumbe ndiyo sheria ya serikali ya Mungu. Walishuhudia ibada ya waliokombolewa. Ndipo waovu walisema, ni za haki na za kweli njia zao, Bwana Mungu Mwenyezi. Wanasema hivyo huku wakianguka na kusujudu. Ufunuo sura ya 15 mstari wa 3. Shetani alichanganyikiwa kiasi cha kufa ganzi. Aliyekuwa kiburi wa kusitiri alikumbuka alikojikwaa na kuanguka kutoka mahali pake pa heshima mbinguni. Alimuona malaika mwingine amesimama karibu na Baba katika cheo alichokuwa nacho Shetani. Akajua kuwa kama angalidumu kuwa mwaminifu, angelikuwa na cheo chake. Alikumbuka jinsi alivyokuwa hapo zamani na heshima yake, amani aliyokuwa nayo. Alijikumbusha kazi yake katika ulimwengu na matokeo yake kuwa ni chuki tu kati yao na uharibifu wa maisha. Akaona kuwa kilichomo ulimwenguni ni vita na kupinduana siku zote, ni fujo na ghasia tu kila mahali. Akatafakari jinsi alivyojitahidi kupinga kazi ya Kristo. Alipoona matunda ya juhudi yake, akaona kuwa hakuambulia chochote. Tena na tena katika vita yake na Kristo amekuwa akishindwa kwa kila hatua na kuomba asalimu amri. Kusudi la uasi wake lilikuwa kuonyesha ufanisi wake zaidi ya serikali ya Mungu. Amewashawishi watu na majeshi kukubaliana naye katika mipango yake. Kwa muda wa miaka maelfu, mkuu wa uovu huyu ameeneza uongo wake pote. Sasa wakati umefika ambao tabia halisi ya Shetani itadhihirika wazi. Katika juhudi yake ya mwisho ya kumwondoa Kristo, kuangamiza watu wake na kuuteka mji wa Mungu, mdanganyaji mkuu huyu amejidhihirisha kuwa ni mwongo, wala hana uwezo wa kufaulu lolote kama alivyowaahidi wafuasi wake. Watu waliomfuata wanaona kuwa mambo yote na mipango yake yote imekuwa bure. Shetani anaona kuwa uasi wake umemwondoa asifai kukaa mbinguni. Alijizoeza kushindana na Mungu. Kwa hiyo uzuri wa mbinguni na fahari ya huko kwake ingekuwa mateso matupu. Anainama chini na kukubali adhabu inayomstahili. Kila jambo la udanganyifu katika vita yake imedhihirika wazi na ukweli umeonekana ulivyo. Matokeo ya kuacha sheria ya Mungu yameonekana yalivyo. Historia ya sheria ya Mungu yenye kumletea kila mtu raha na amani inasimama kwa wote, ikiwa kama mashahidi wa kushuhudia kuwa Mungu anakusudia kuwaletea viumbe wake furaha daima. Viumbe vyote pia vyenye kumtii na vilivyoasi pamoja na Shetani vinapaza sauti na kusema, ni za haki na za kweli njia zako, Bwana, mfalme wa watakatifu. Wakati umefika ambapo Kristo atatukuzwa kupita majina yote kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake na kuwaleta wana wa binti katika utukufu. Ilimfanya avumilie msalaba. Anawatazama waliookolewa wakiwa na sura yake mwenyewe. Anaona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Isaya sura ya 53 mstari wa 11. Mbele ya waliokombolewa na waovu wanatamka, tazameni walionunuliwa kwa damu yangu, kwa ajili yao niliteseka na kufa. Mwisho mbaya wa waovu. Tabia ya Shetani inabaki ile ile bila kubadilika. Anaendelea na uasi wake tu, wala hakutaka kusalimu amri kwa mfalme wa uzima. Na katika jeshi lake la watu mamilioni hakuna mwenye imani naye. Waovu bado wangali na chuki kwa Mungu kama Shetani alivyowapandia. Walakini wanaona kuwa umeambulia ng'amba kwa sababu umejitukuza kama Mungu. Tazama basi, nitawaleta wageni juu yako, taifa la kutisha, nao watavuta panga zao juu ya uzuri wako na hekima yao, nao watakuharibu kung'aa kwako, watakushusha mpaka shimoni. Nitakuharibu hewe kiburi wa kusitiri, katikati ya mawe ya moto. Nitakutupa chini, nitakulaza mbele ya wafalme ili wakuone. Nitakuleta kwenye makapi katika nchi
mbele ya wakuonao, utakuwa utisho, wala hutakuwa wako tena kabisa. Ezekieli sura ya 28 mstari wa 6 mpaka wa 8, sura ya kwanza mstari wa 16 mpaka wa 19. Bwana ana ghadhabu juu ya mataifa yote, awaonyeshe wasio haki mitego, moto wa kiberiti na upepo wa hari, na liwe fungu la kikombe chao. Isaya sura ya 34 mstari wa 2, Zaburi sura ya 11 mstari wa 6. Moto unashuka kutoka mbinguni, nchi inavunjika vunjika, ndimi za moto zinafumuka kutoka katika mashimo yote ya nchi ambayo yamezibuliwa, miamba yote itawaka moto. Viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Petro 2 sura ya 3 mstari wa 10. Uso wa dunia utayeyuka na kuwa kama fungu la takataka, itafanana kama ziwa la maji linalotokota katika moto. Ni siku ya kisasi cha Bwana, mwaka wa malipo, ili kushindana Sayuni. Isaya sura ya 34 mstari wa 8. Waovu wanaadhibiwa kwa kadri ya matendo yao. Shetani hataadhibiwa kwa ajili ya uasi wake tu, bali kwa ajili ya dhambi alizosababisha watu wa Mungu kufanya pia. Katika ndimi za moto waovu wanateketea na kumalizika kabisa. Shina na matawi vyote vinaungua kabisa. Shetani ambaye ndiye shina na wafuasi wake ndiyo matawi. Adhabu kamili na kuvunja sheria imelipwa. Madai ya haki yametimizwa. Kazi ya shetani ya uharibifu imekwisha kwa milele. Sasa viumbe wa Mungu wamekombolewa milele kutoka na majaribu yake. Wakati nchi inapochomwa motoni, wenye haki wanakaa salamani mjini kwa Mungu. Mungu anapokuwa kwa ovu, moto ulao kwa wenye haki ni ngao. Soma Ufunuo sura ya 20 mstari wa 6, Zaburi sura ya 84 mstari wa 11. Nikaona mbingu mpya na nchi mpya, maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita. Ufunuo sura ya 21 mstari wa 1. Moto utakawateketeza wao utaitakasa nchi. Kila alama ya laana imefutika kabisa. Moto huo hautawaka milele mbele ya waliokombolewa, ambao ni kama kumbukumbu ya dhambi. Ukumbusho wa kusulubiwa. Jambo moja tu litabaki ambalo ni ukumbusho wa ukatili uliosababishwa na dhambi, nayo ni alama ya kusulubishwa kwake Mwokozi. Mkombozi wetu ataendelea daima kuwa na makovu ya kusulubiwa kwake, alama yake ya ukatili ulioletwa na dhambi. Milele zote makovu ya Kalvari yataendelea kung'aa, yakionyesha sifa zake na kutangaza uwezo wake. Kristo aliwahakikishia wanafunzi wake kuwa anakwenda kuandalia makao huko nyumbani kwa Babaye. Lugha ya kibinadamu haitoshi kuelezea zawadi watakazopata wenye haki. Zawadi hizo zitajulikana tu na wale watakazoziona. Mawazo hafifu ya kibinadamu hayawezi kuzielewa. Katika Biblia, urithi wa waliookoka unaitwa nchi. Waebrania sura ya 11 mstari wa 14 mpaka 16. Pale mchungaji wa mbinguni atawaongoza watu wake katika malisho mema na wenye chemchemu za maji ya uzima. Huko maji hububujika daima, maji mang'aavu kama kioo, na kando yake kuna miti inayotupa matawi yake kwenye njia ya waliookoka. Uwanja mpana unapandia kwenye vilima maridadi kabisa, na vilele vya milima ya Mungu vyenye kupendeza mno. Katika nyanda nzuri hizo, kando ya maji matulivu, ndiko wana wa Mungu ambao wamekuwa wasafiri kwa muda mrefu watatulia na kufurahia maisha ya milele na milele. Watajenga nyumba na kuishi ndani yake. Watapanda mizabibu na kula matunda yake. Hawatajenga na mwingine akakaa, wala hawatapanda na mwingine akala. Maana kama siku za miti, ndivyo zitakuwa siku za watu wangu. Nyika na ukame patafurahi, jangwa litashangilia na kuchanua maua kama waridi. Mbwa wa mwitu atakaa pamoja na mwana-kondoo, na chui atalala pamoja na mwana-mbuzi, na mtoto mdogo atawaongoza. Hawatadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu. Isaya sura ya 65 mstari wa 2, sura ya 22 mstari wa 35, Isaya sura ya 65 mstari wa 2 na wa 22, sura ya 35 mstari wa 1, sura ya 11 mstari wa 6 na wa 9. Huko hakuna magonjwa
hakuna kilio wala mazishi yoyote, wala mauti hayatakuwepo tena, wala maombolezo wala kilio, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Wala hapana mwenyeji atakayesema mimi mgonjwa. Watu wakao humo watasamehewa uovu wao. Ufunuo sura ya 21 mstari wa 4. Isaya sura ya 33 mstari wa 24. Hapo kuna Yerusalemu mpya, mji mkuu wa nchi mpya iliyotakaswa. Mwanga wake ulikuwa mfano wa kito kenye thamani nyingi, kama kito cha yaspi, safi kama bilauri, na mataifa watatembelea katika nuru yake, na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake. Maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Ufunuo sura ya 21 mstari wa 11, sura ya 24 mstari wa 3. Katika mji wa Mungu hakutakuwako na usiku. Ufunuo sura ya 22 mstari wa 5. Hapata kuwapo na hali yoyote ya wasiwasi. Tutajisikia katika hali ya utulivu daima. Nuru ya jua inapatilizwa na utukufu na kutoa nuru safi isiyo na ukali wowote. Nuru yake inazidi nuru ya jua. Wakati wa adhuhuri, waliokombolewa watatembea katika nuru kamilifu kabisa. Sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi na Mwana-Kondoo ndio hekalu lake. Ufunuo sura ya 21 mstari wa 22. Watu wa Mungu watapata bahati ya kuongea na Mungu na Mwana-Kondoo. Tutamwona Mungu uso kwa uso, sio kwa fumbo tena. Ushindi wa pendo la Mungu. Hapo pendo la Mungu alilopanda mwenyewe mioyoni mwa watu litakamilika. Ushirikiano na viumbe vitakatifu na umoja wa hakika usio na kasoro. Jamii yote ya mbinguni na ya duniani vitadumisha furaha ya milele iliyo kamili. Waefeso sura ya 3 mstari wa 15. Hapo katika mawazo makamilifu tutaona maajabu ya uwezo wa Mungu wa kuumba na siri za upendo wa ukombozi. Kila kiungo kitakuwa na kuendelea. Maarifa ya kujifunza hayatakuwa na kikomo. Mambo makuu ya ajabu yatafikiwa na hali ya juu ya mawazo, na vifiko vyote vitafikiwa. Hata hivyo, kutakuwa na mambo mengi ya ajabu ya kupekua. Kwa milele na milele kutakuwa na mafunzo yasiyo na mwisho, wala hakuna kuchoka. Hazina zote za Mungu zitafunguliwa kwa wana wa Mungu waliokombolewa. Watatembelea dunia nyingine bila kuwa na safari za kuchosha. Wana wa nchi hii wataingia katika ulimwengu na wasiokuwa na dhambi kushiriki maajabu ya elimu yao isiyo na kasoro, ambayo wao wamekuwa nayo vizazi kwa vizazi. Wataangalia utukufu na uumbaji bila kuwa na kiwi machoni, na jua na nyota na sayari zote zikikizunguka kiti cha enzi. Kadiri miaka ya milele inavyokwenda, ndivyo ufunuo na utukufu wa Mungu na Kristo utakavyofunuliwa kwa ajabu. Kwa kadiri watu watakavyojifunza tabia ya Mungu, ndivyo watazidi kumwabudu na kumpenda. Anavyowafunulia siri ya ukombozi wa vita kuu kati ya wema na ubaya uliotolewa na Shetani, ndivyo watakavyozidi kumtukuza na kumtumikia na kumwimbia kwa sauti za watu maelfu, mara maelfu makumi, na kile kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi, ya juu ya bahari na vitu vyote vilivyo ndani yake, na livisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uwezo una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye Mwana-Kondoo hata milele na milele. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 13. Mapambano makuu yamekoma. Dhambi na wenye dhambi hakuna tena. Ulimwengu mzima sasa umesafika. Umoja na ushirikiano uliokamili kabisa umeenea ulimwenguni. Kutoka kwa Muumbaji hufurika uzima, nuru na furaha na kuenea mahali pote, tangu kwa kitu kidogo mno mpaka kwa kikubwa kilinganacho na ulimwengu mzima. Vitu vyote vilivyo hai na visivyo hai katika hali yao yote hutangaza kuwa Mungu ni pendo. Mapambano makuu yamekoma. Dhambi na wenye dhambi hakuna tena. Ulimwengu mzima sasa umesafikika. Umoja na ushirikiano uliokamili kabisa umeenea ulimwenguni. Kutoka katika Muumbaji hufurika uzima, nuru na furaha na kuenea mahali pote, tangu kwa kitu kidogo mno mpaka kwa kikubwa kilinganacho na ulimwengu mzima. Vitu vyote vilivyo hai na visivyo hai katika hali yao yote hutangaza kuwa Mungu ni pendo.